Msome mfuko mtaani, kwa nini? Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Naam. Wewe una elimu kubwa namna hiyo, mfuko mtaani, kwa nini? Hapana, siko mtaani. Lakini niko kwenye private, kwenye taasisi ya private nafanya kazi kwa sasa hivi. Wapi huko? Niko kwenye hospitali ya Gakani hapa Dar es Salaam. Unaitwa nani? Naitwa Justin. Justin, shika. Kuna maji Justin hapo? Una maji? Maji? Ndio, maji ya kunywa nayo. Shika maji na pomba. Asante. Tayari tunashika maji. Mungu Baba, katika jina la Yesu naomba na Justin. Nasali Baba kwa ajili ya Justin aliyesoma ili atumikie jamii ya Watanzania, toka familia yake hata taifa letu. Lakini mtukufu, duniani kuna mabonde na milima, kuna vikwazo Baba chini ya jua. Justin angetamani, anakiwa na maono ya kuinuka kiwango kimoja kwenda kingine. Yesu, msaidie Justin apate kutimiza ndoto zake. Imeandikwa, njoni kwangu nyote msumbukao, nami nitawapumzisha. Baba, namleta Justin kwako. Yawe, naomba msaidie. Mikatale, minyororo Baba ikavunjwe, kama kesha la asubuhi nyota ya Justin ikang'ae kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, mwaka huu 2026 Justin aongezeke, akue kama nywele za Samson, akue Baba kama mwelezi wa Lebanon, aongezeke kama mtende wa jangwani. Yale maneno mazito na yenye nguvu uliyosema juu ya Ibrahimu yakatimie Baba kwa Justin. Kwa jina la Yesu. Justin abarikiwe, Justin ainuliwe, maana anakuamini wewe mtukufu, anaamini maombi ya wewe, anaamini jina la wewe, anaamini uwezo wa wewe. Katende Yawe, katende wa majeshi. Kwake kabila lisitazamwe, wala Uafrika wake usitazamwe. Kwake Baba uwana na uumbaji wako ukaonekane kwa Justin, akayakajenge mataifa na makabila Baba, kwa jina la Yesu. Kila anayekuja kwa njia moja ili kushambulia hatima Justin kwa njia 7 Baba, watawanywe, 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 watawanywe. Neema ya kuinuka iwe juu ya Justin na watu wote wenye moyo na imani kama Justin, kwa jina la wewe usiku wa leo Baba. Leo naomba wabariki katika jina la uwezo na nguvu na mamlaka isiyo mipaka. Justin akainuliwe katika jina la Yesu. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu. Amina, ubarikiwe Justin. Asante sana. Amen, tuwe pamoja. Lakini twajikose, twajitweka mabaya, kama tule sauti bana maombi yasikia. Sauti mheshimiwa. Kuna mwingine mwema wa kutuhurumia, tujua tuzaifu, maombi yasikia. Watu wakikudharau au wapenda dunia, kwambata mikononi, maombi yasikia. Kuna mwingine mwema wa kutuhurumia, tujua tuzaifu, maombi yasikia.
wengine wema wako tuhurumia, tujua tudhaifu, maombi yasikia. Baada ya kuomba na Justin, naomba niombe na mheshimiwa hapa. Haya, karibu. Yesu asifiwe mtumishi. Milele amina. Mtumishi, siku ya jana nimetoka kanisani lakini nimerudi na kifua kimenibana, nahitaji maombi kidogo. Jana ulisali wapi? Uko wapi bwana? Niko Tabata Mawenzi. Unaitwa nani mheshimiwa? Domitian Ezekiel. Ongea sauti kidogo. Naitwa Domitian Ezekiel. Umekwenda hospitalini? Hospitalini bado, lakini nimetumia dawa tu za maumivu. Zingine unazo hapo? Ndio. Mshika dawa ambazo unatumia, tuzibariki, zitende kilichokusudiwa, na hata na kuzidi sana. Tayari baba. Yesu ni jina lipitalo majina yote. Baba, anaomba na Dominic anaamini jina la wewe, anaamini maombi kwa wewe, anaamini baraka kwa wewe. Dominic leo Baba, wewe ni Mungu sana mipaka. Dominic apone. Yako mengine yako katika mwili wake hajui wenda, lakini Mungu unajua. Magonjwa mengine yamepangwa yamkute mwezi wa 5 au wa 6 au mwakani wenda. Baba, mtangulie Justin, uwe Mungu wake, tetezi wake, mwamba wa salama. Kwa damu ya Yesu, Justin apone maumivu alionayo. Hizo dawa madaktari waitengeneza kwa makusudi kamili ya kurudisha afya ya wanadamu. Hayo makusudi Baba ukayafadhili, ukayatie nguvu, yapate kutimia kwa jina la Yesu. Baba, usiku wa leo wewe ni usiku wa afya kwa Justin, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, Justin namkabidhi katika mikono yako. Kiafya abarikiwe, kiuchumi abarikiwe, kiroho abarikiwe katika jina la Yesu. Amen. Amina. Usiku mwema Justin. Mungu ni pendo, penda watu. Mungu ni weka sauti mheshimiwa. Sababu namtumikia namsifu yeye siku zote, sababu namtumikia namsifu yeye siku zote, sababu namtumikia namsifu yeye namsifu yeye siku zote. Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni pendo. Pokea simu hapa. Huyu mheshimiwa amekaa muda mwingi kweli hapa. Naomba nikipokea simu uongee haraka, maana kuna watu wengi. Niongee na kila mtu dakika moja. Naambiwa kuna watu kama 700 wanataka niwasikilize. Faza umependeza, nashukuru. Faza umependeza, nakushukuru bwana. Bwana napokea, lakini ametoweka. Haya, karibu.
Jambo sana. Habari yako mzazi? Mimi mzima, karibu. Asante, mimi nakupenda sana na kuona kufuatilia baba yangu. Wewe uko fasi gani? Mimi niko ku Jerumani ndo mahali nipo baba. Unakaa nchi ya wazungu bwana? Nilikuwa Kenya nikapata sentiment ndio nikakuja ku Jerumani. Hongera sana. Asante baba yangu, nakupendaka sana kuangalia sana ku TikTok yako na kumahubiri yako na kuna nibariki sana. Amina, ubarikiwe sana Mary wangu. Asante papa, asante, nashukuru. Habari ya Ujerumani? Ujerumani tuko salama, mashida tu ni za mingi lakini tunashukuru Mungu kwa uhai. Mko bie? Niko salama baba yangu. Haya, karibu. Sawa, asante papa. Haya, asante. Okay, asante, bye. Bye. Yeah. Hizo ni salamu kutoka Ujerumani. Asante sana mheshimiwa. Haya, tumsikize bwana Musa hapa. Karibu bwana Moses. Musa hajapanda hewani. Tuende tumsikie mtu mwingine. Huyu bwana amekaa muda mwingi sana. Haya, karibu mheshimiwa. Anaelekea hata wakitoka bado wanaona kama bado wako hewani. Haya, tuendelee bwana. Nimepokea salamu kwa moyo wote toka Ujerumani. Karibu. Janet tunasema leo ni siku ni mwezi Machi huu, tukiwa katika maombi ya kukataa kuzaa mapooza. Maombi ya kukataa kuzaa mapooza. Sasa nakumbuka jana Jumapili wiki hii tumesema hii madhabahu ni madhabahu ya Mungu anayetenda, madhabahu ya Mungu anayejibu maombi. Mamle ni madhabahu ya Mungu anayejibu maombi. Hii ni madhabahu ya Mungu anayejibu maombi. Hii ni madhabahu ya Mungu anayetenda, anayeonekana, madhabahu ya Mungu anayetuponya kwa jina la Yesu Kristo. Karibu. Asante. Habari mheshimiwa mchungaji? Habari za huko, karibu. Salama, habari za huko? Mungu mwema kabisa. Mchungaji bwana, mimi nilikuwa naomba kitu kimoja unisaidie. Ndio. Wewe unachungia kanisa lipo maana gani? Mheshimiwa, kwa nini unasema hivyo? Na shida yangu nataka nije hapo kanisani kwako. Wewe uko wapi Dar es Salaam? Mimi niko Dar es Salaam. Sehemu gani? Nipo Chanika. Yaani Dar es Salaam hata ng'ombe anajua mzee wako yuko wapi. Sasa kutokufahamu sasa. Mimi ndio nakwambia hata ng'ombe unajua mzee wako yuko wapi. Ukiamua kufika mzee wako utafika ni kama unakwenda jikoni kwako au chumbani kwako. Upotei wala uhangaiki. Na upotei wala uhangaiki. Kwa mzee wako mheshimiwa? Ndio. Hata kidogo. Sasa mimi na matatizo yangu inaruhusiwa kukwambia au mpaka nije? Inategemea unaniambia nini, unaweza kunieleza tukaomba au mpaka ukaja. Tegemea.
Yani mimi nasumbuliwa na hasira sana bila sababu. Wewe kabila gani? Mimi Mnyamwezi. Sasa Mnyamwezi hasira umepata? Na Mnyamwezi hasira umepata wapi? Nashindwa kuelewa. Yani inatokea hata mwenyewe naweza nikakuona nikakuchukia au nikakufurahia. Wanyamwezi hawana hamaki bwana. Hata siku moja na mwanzo nilikuwa sipo hivyo. Yani imenikuta tu. Kuna mtu alikuuza afu kumsamehe ikabaki moyoni? Hapana. Kitulia kutafakari utamgundua. Nikitafakari nitamgundua? Ndio. Lakini cha kusaidia ni kusoma, kwa sababu unajua jambo lolote ukilikataa ndani ya siku 21 kwa moyo wote linakuacha. Na hasa kama sio nature yako. Kama sio nature yako. Ukikataa jambo lote baya ambalo sio asili yako, aliyeshikamana na damu yako, linakuacha. Njia ya kwanza kama vile una hasira, soma maandiko yote. Kwa mfano, wanasema hekima, hasira ni adui ya hekima. Ndio. Hayo maneno ukiyasema kila siku na ukaomba Mungu, hiyo hali inaondoka ndani yako. Unasafisha akili. Ndani ya siku 21. Unakuwa na maneno 7. Hekima, hasira ni adui wa hekima. Lakini hasira, hamaki utukuza upumbavu. Jina lako nani wewe? Jina Sulemani. Selemani, unasema mwenyewe. Selemani, hasira ni adui wa hekima. Hasira itakuongezea maadui. Ndio. Hasira itakuondolea watu wazuri mbele ya watu. Yaani watu wazuri wote hawatakaa na wewe. Hawatakaa na wewe. Kwa sababu binadamu hawataki mtu mwenye hasira bila sababu. Hawataki. Kwa usalama wao. Kitu kibaya hicho. Ukitafakari hayo sana, afu kaomba Mungu, taratibu sasa kuna hiyo hali inakuacha. Kwa sababu akili ina tabia moja. Ukiambia kitu akili, baadaye itakuambia, itakukumbusha. Akili kama kasuku. Ndio maana wanasema maneno yanaumba. Kama kasuku. Maneno yanaumba. Anazaa kitu. Kwa kusema mimi Selemani sitaki hasira. Hasira imenitenga mtu fulani. Nilikuwa na hasira pale kidogo nipigwe. Kule nikapewa hasira nikafukuzwa. Unaona hasira. Baadaye ikija hasira yenyewe, ile akili itakwambia Selemani umesahau. Unajirudi. Lakini zaidi ya yote mimi mheshimiwa nasema na mimi yani naomba leo kesho hii hali yani niachane nayo yani inanitesa sana. Chukua maji pia hapo nikuombee. Chukua maji hapo. Nichukue maji? Chukua maji. Sawa. Kikombe kijae? Tayari shachukua. Baba Mungu wa mbinguni, naomba na Selemani. Baba Selemani azaliwe mara ya pili. Mpe ushindi Baba Selemani. Baba muhurumie Selemani. Usalama wake, heshima yake iko matatani kwa sababu ya roho na pepo la hasira. Usalama na heshima yake iko matatani. Baba Selemani anakabiliwa na upungufu wa marafiki na watu wema kwa sababu ya roho na pepo la hasira. Baba, pepo la hasira, pepo la hamaki bila kutafakari lihame ndani ya Selemani. Baba, mjalie Selemani
kuwa mtu wa kutafakari kabla ya maamuzi, kabla ya kusema. Mhurumie Selemani mfalme, mtoe katika tanzi na mtego na kifungo hiki cha roho ya hasira. Usiku wa leo, Mungu wa mbinguni, na kuomba Baba mtukufu, mtembelee Selemani kwa uwezo na kwa nguvu za jina la Yesu. Selemani afunguliwe, hayo maji aliyoshika Baba yabarikiwe. Atakapokunywa maji kwa imani, kazi njema ya ajabu ya uungu ifanyike ndani ya Selemani. Njoo Mungu wa mbinguni, njoo Bwana Yesu, ondoa ubaya ndani ya Selemani, mkarabati mtu huyu, mtengeneze afai katika jamii. Ana familia Baba Selemani, ana watoto ambao wangeiga tabia njema toka kwake. Baba, roho ya Selemani na moyo wake urudi katika leli, katika mwendo wa kwanza. Kwa ajili ya utukufu wako ninaomba nikiamini, amen. Haya, Selemani ubarikiwe Sele. Amina, nashukuru sana mzee wako. Amina, usiku mwema. Na barikiwe mzee wangu. Sasa maji usinywe saizi, utakunywa unapolala. Nishakunywa gudi moja. Basi wengine ile umshaoga utakulala unakunywa. Ndio. Mungu nyingine baada ya kuoga. Baada ya kuoga sasa kuka kitandani utakulala ile unakunywa. Ndio. Na Mungu atakusaidia. Nashukuru mzee wako. Amina. Shukrani sana. Asante. Yesu nipendaye, kwako na kimbilia, ni wewe utoshaye, movu akinijia, yafiche ubavuni mwako maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, yafiche ubavuni mwako maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, yafiche ubavuni maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, yafiche ubavuni mwako maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu. Karibu. Network kila msumbua huyu mheshimiwa. Kitabu cha Wafalme kinasema nchi ile tangu siku ile haikuzaa mapooza tena. Wale ambao tulikuwepo kwenye ibada ya Jumapili yana ambao tumeelekeza, naomba yaheshimiwe na tuamini Mungu kwayo. Jumatano hii utakuja na sabuni ambayo unaitumia kufua nguo. Ile sabuni yako ambayo unaitumia kufua nguo utaificha hivi, usiweke, usiye nayo wazi. Utaivisha kama mtu yote asijue sabuni yako ni aina gani. Nilishatoa tangazo lile. Tunaoga ili tupendeze, ili tuwe na kibali. Tunafua nguo ili tupendeze, tusiwe wachafu, ili tuwe na kibali mbele ya jamii na watu watuzunguka. Yanakwenda kutendeka ya kupendeza na ya kibali kwa jina la Yesu. Baada ya maombi hayo, Wakristo tumefundishwa kuombea chakula kabla tujala, kuomba usiku kabla jalala, tukiamka tunaomba. Kwa si jambo jema usiguse sana mambo.
Kama vile tunaombea chakula, basi taombea sabuni ambayo unaoga. Nao Jumatano umeifunga vizuri, mtu yote asijue zaidi ya wewe, labda mkeo au mmeo. Basi yale ambayo yamekusudiwa. Kwa nini unaoga? Unaoga ili upendeze, unaondoa ngozi iliyokufa. Basi yale mambo yote ya ufu na mauti juu yako yaondoke kwa jina la Yesu. Unaoga ili uchafu uhame kwenye nguo yako, ili upate kibali kubalika na watu. Basi akubalika na ya kibali, nenda ukayatende. Na ukishapata kibali kwa watu, nenda kayatende na kayaishi ya kibali. Watu wataki mtu mvivu, watu wataki mtu muongo, watu wataki mtu mlevi, watu wataki mtu mzinzi, watu wataki mtu mwenye hasira. Kama sasa unaona hapa Selemani analia kuhusu hasira. Watu wanataka mtu mchapa kazi ambaye anatija kwenye kampuni, anatija kwenye shirika la umma, anatija kwenye sekta binafsi. Watu wengi Mungu anawapa kibali baada ya maombi, lakini wanakipoteza wenyewe kwa sababu ya kutokuwa waaminifu kazini. Si mwaminifu kwenye kampuni, si mwaminifu mtu wa makundi tu, mzururaji. Mtu unashauka kukaa kijiweni, unapiga hadithi ambazo hazina msingi wowote. Baada ya kurudi nyumbani kutafakari mambo ya Mungu, ukuu wa Mungu, unapita vijiweni, mnaanza kwanza kujadili mambo ya hayana tija katika maisha. Hatukatai company, hatukatai kuchanganyika. Na kuchanganyika kwetu na watu kuwe na tija, kuwe na tija, kuwe na mrejesho, kwa maana sisi ni maskini sana. Tunaishi ulimwengu wa tatu. Tunatumia muda mwingi sana kutafakari, tutashindaje umaskini tulionao? Tutawaachiaje watoto nyumba na mashamba na elimu? Tufanyaje? Ndio maana kwenye kutafakari Mungu anasema kuna kustawi. Sasa tafakari sana maneno ya Musa, utastawi. Kwa ukishaombewa, ukishaita sabuni ile tukaiombea, ikabadilika toka kuwa maji ikawa divai, ikabadilika ikawa fimbo ya Musa, ikaita kibali kwenye maisha yako. Nenda sasa kakayaishi ya kibali. Usichukue mikopo bila sababu. Mikopo yenye riba kubwa achana nayo. Chukua mikopo mahala baada ya kujiridhisha kwamba kazi unayofanya angalau una uwakanayo kwa 80% au 90 kabisa au 95. Unaona? Unalinganisha hii biashara ndio ukifanya hii na hii riba ni sawa, ndio unakwenda unachukua mkopo. Sio unachukua mkopo mheshimiwa, hafu hujui cha kufanyia. Inakuwa maajabu sana. Inakuwa maajabu kweli kweli. Kwa hiyo Jumatano hii ya kesho kutwa tutakuwa na muda huo. Watu mbona na request afu nikiwapokelea simu muongee kwa nini? Huyo hawa anakuwa na mtu mwingine. Huyu ni pastor, mchungaji, mtanisumbua. Haya, tuone wewe mwingine. Huruma kana kukumbuka. David. Haya. Kabisa mzee wangu, tusome comment kidogo. Ya Fichi, kweli kabisa mzee wangu. Asante. Je, kubeti kukoje? Kubeti sikushauri mheshimiwa. Wewe fanya kazi ya halali. Mambo ya kubeti hayo. Haya kubeti. Kubeti sina wakanayo sana. Mzee upako upo, nipo, si unaniona hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Baba, hii chesa yetu baba, sira chesa nini? Comment nyingi baba za uzima mzuri kabisa. Kuna nini baba, mbona sielewi? Sijua unauliza nini.
Baba, naam, nipo. Unasemaje? Father, kesho Chelsea naingia vitani baba. Mambo maombi yako. Kesho Chelsea wanaingia wanacheza timu gani? Basi bwana Chelsea, Mungu atangulie. Japokuwa Mungu huwasikii maombi ya mpira. Mungu ana kazi nyingi sana. Kuna vita kule Irani kule na nini wale. Tuombee vita vya Irani na Wayahudi. Kuna Somalia watu wana njaa kule. Mpira si burudani bwana. Lakini pote mbali Mungu atangulie. Maana Mungu ni kila kitu. Chief ndio niko hapa. Asante sana. Aha. Aya. Karibu. Sielewi. Ukipokea inakata ni network au ni nini? Shalom mzee Upako. Shalom. Habari za ushindi baba? Yesu ni mwema, atupigania. Baba, mimi natoa shuhuda kwanza kwako. Ndio. Miaka 10 iliyopita uliniombea nikiwa nasali kwako hapo Dar es Salaam. Mimi ni mkazi wa Arusha. Uliniombea hapo na kuna siku usiku ukanipigia simu ukaniuliza hujapata kazi. Nikakwambia ndo ninaitwa kwenye interview Arusha. Nikapata kazi ile. Na nilidumu nayo mpaka nikapata na kuoa kabisa. Ndio. Ila sikuweza kutoa ushuhuda katika kanisa lako, lakini nilikuja hapo nikafanya taratibu zote za kushukuru katika sehemu ya sadaka. Umekuja hapa? Nishaikuja kwa sababu kwanza kabisa tulikuja kwa kuna sadaka ndio kwenye bahasha ili tuweze kuonana na wewe. Kipindi cha nyuma sana. Kwenye miaka hata Magufuli hajakuwa rais. Sasa baba, leo kilichonileta tena kwako, nimeingia hapa nimekufollow. Nimekuta huko kwenye akaunti, ninaomba neema yako ile iliyonivusha wakati ule inisaidie tena, ninahitaji kazi. Alafu pia ndoa yangu iko mahakamani pasipokuwa na sababu yote ya msingi, na tunaishi na mwenzangu hata hapa nilipo yuko pembeni yangu naongea na wewe, lakini yuko anataka talaka. Anaitwa nani? Anaitwa Boke. Boke namna gani bana? Boke. Hawezi hata kuamka. Hata tulikuwa yeye ameleta hapo kwako na tumefunga ndoa ya kilokole. Lakini sasa hivi hataki kusali kabisa. Hataki hata kulisikia kanisa. Boke. Mungu amhurumie. Na watu wangapi bwana? Na tuko na watoto wangapi? Tuna watoto wawili, mmoja na miaka 3, mwana nisumbua hapa, na mwingine na miaka 6 ameshalala. Yeye Boke ndio kuleta hapa, mlikuwa na Dar es Salaam au mlikuwa mnakaa Arusha huko? Tulikuwa na Dar es Salaam, yeye alikuwa anasoma chuo kikuu hapo. Kwa tulipoanza uchumba akanileta hapo, mimi nilikuwa kwenye kanisa la Kardinali Pengo. Akanileta hapo na nikaogokea hapo kwako. Nikawa tunasali hapo. Tulikuwa tunapanda mabasi yako yale yalikuwa yanatufuata kule Mwenge tulikuwa tunapoishi. Tulifika tulikuwa bahasha kukuona. Na tukubatia kuona ile ulinipigia simu, siwezi kusahau katika maisha yangu. Ulinipigia simu usiku. Na nikapata kazi kweli. Nikarudi hapo. Lakini 2019 kazi iliisha, natoka wakati huo sijarudi tena katika kazi zaidi ya kufanya biashara. Lakini mwenzangu alipopata kazi 2022 naona amechoka kumhudumia mwanaume. Yeye Boke anafanya kazi wapi? Anafanya kazi shirika moja linaitwa Hand in Hand, yuko Babati Manyara. Sinimsalimie bwana, alikuwa muumini wangu zamani. Hivi kama atakubali bwana. Atakubali mimi babake. Ngoja nimuombe kama atakusalimia. Mimi mzee wake. Boke. Ndio paka atakusalimia kwa sauti. Msikia?
Hello. Mzee Upako nataka kusikia sauti yako. Sauti. Baba amegoma bwana. Wewe mwekee simu mimi niongee nimsalimie tu. Wewe jambo binti yangu basi siku nyingi. Weka out speaker. Haya. Anakusikia. Boke ujambo binti yangu basi siku nyingi. Mzee Upako anamsalimia. Binti yangu ujambo baada ya miaka mingi mwanangu. Jambo, shalom. Marhaba, shalom. Habari ya Arusha? Salama. Na watu wangapi siku hizi mwanangu? Halo. Na watoto wangapi Boke? 2. Hongera bwana. Nashukuru baba. Yesu ni mwema. Ni kweli. Amina, usiku mwema, asante. Nimefurahi kusikia sauti yako. Asante. Nashukuru sana. Nishachukua maji baba. Jina lako nani? Sana jina. Niko naye hapo, maji nimeshika baba. Jina lako nani? Mimi naitwa Sadru Elvis. Sadru Elvis. Sawa, Mungu atakusaidia sana, usikate tamaa. Amina. Baba, naomba kwa ajili ya familia ya Sadru na Boke. Nasali Baba kwa ajili yao. Wewe Baba na nyumba hii. Pigana Mungu upande wao. Yesu, wewe ni Bwana wa vita. Wewe ni Bwana wa majeshi. Kwa jina la uwezo na nguvu na mamlaka la Yesu. Baba, simama na nyumba hii. Wewe unajua kuingia na kutoka kwao. Wewe unajua yanayoisibu nyumba hii hata wamefika hapa walipofika leo. Sababu unazijua mtukufu. Lakini wewe Yesu ni nuru ya ulimwengu. Ng'aa mwana wa Adamu. Ng'aa simba wa Yuda. Meremeta katika nyumba hii. Fagia nyumba hii. Ondoa kila namna ya uchafu. Wewe ni simba wa Yuda, ni Bwana wa majeshi, nuru ya ulimwengu. Unguruma simba wa Yuda. Unguruma mfalme wa amani. Kila pando usilopando wewe usiku wa leo ling'olewe. Yale makusudio ya kuunganisha watu hawa kwa mwili mmoja, shetani asiharibu, dunia isiharibu, ulimwengu usivuruge. Hekima yako Baba na ije itatue matatizo yanayopitia ya kifamilia. Mbingu zifunguke Yawe. Mbingu zifunguke. Milango ya ajira ifunguke Baba. Fungua milango ya kiajiriwa. Baba, mtu huyu ni mwema, ndio maana amerudi nyumbani mwako usiku wa leo ili kusema asante. Ana moyo wa asante kwako. Baba, pokea asante zake, pokea shukrani yake. Milango ya ajira tangu sasa mtu huyu aende kuajiriwa. Kama mtaji wake Baba ukue mfalme. Mtaji wake uongezeke mfalme. Kwake yatoke makundi na makabila na mataifa. Kwake nyota yake ang'ae Baba. Nyota yake ing'ae kwa jamii inayomzunguka. Hata kwa mke wake nyota yake ing'ae. Nyota yake imeremete. Awe na kibali cha Yesu, kibali cha Ibrahimu, kibali cha Musa kiwe upande wake. Navunja kila aina ya laana na mikosi, baraa na uchawi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hakika watashindana lakini watashinda. Maana wewe Mungu ni Mungu wa miungu, ni Bwana wa uzima. Baba, wewe ndio ulimpa kazi mara ya kwanza, ndio ulimpa mke. Shetani ameamua kumpokonya vyote kwa wakati mmoja. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Mapokonyo haya ya nguvu za giza kwa mtu huyu, nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa dua na maombi ya wazee wa Israeli, makuhani wa Yuda. Nakataa kwa utashi wa mfalme wa Yerusalemu, Shilo mahali pa Yehova. Nakataa kwa jina la Yesu. Mabaya yasikute nyumba hii. Maovu na roho za uovu sikumi familia hii. Baba, na kila mahala watu ambao wana tabu kama hii leo
Mwezi huu wa 3 kutana kila moja anayeamini kwa wewe, anaomba kwa wewe, anasali kwa wewe, anatumaini kwa wewe. Wote Baba watokee katika jina la uwezo na nguvu la Yesu Kristo. Watashindana lakini watashinda. Hayo maji Baba yabarikiwe, yabarikiwe. Maji Baba yabariki. Hayo maji yabarikiwe. Yawe machozi ya Yesu Kristo. Yawe maombi ya mwana wa Adamu kwa jina la Yesu. Amen. Amen Baba. Mungu akubariki mtu wa Mungu. Amina Baba. Nisalimie familia. Baba, na haya maji hayo usiku sana unapolala utakunywa. Ndio Baba. Umshaoga? Nashukuru. Ya kulala basi sema maneno yale ambaye kwa Mungu alitokea, watashinda lakini utashinda afu unakunywa. Mengine yote Mungu atajua. Baba. Mungu atajua. Baba, na namba kusema asante. Namba kusema asante ni 0763 07 Alo 076388 2720. Barikiwe sana. 0 namba ya asante 063888 2720. Barikiwe. Unaangalia Mzee Pako TV. Umepata eh? Amina. Umepata? Kapiga. Sijaipata vizuri Baba, sababu naomba irudie. 07 6 38 82 0 07 63 88 720. Ni Vodai. Haya. Afiche ubavuni wako maisha yangu, yafiche ubavuni maisha yangu, 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 maisha yangu yafiche. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Ndio. Mambo vipi mtoto mzuri? Kwa nani? Sasa binti yangu, umepiga simu afu uongee, wanaongea watu wengine. Hello.
Unasemaje binti yangu? Huyo ana mambo mengi. Alipokaa hajakaa sehemu rafiki. Hapo kuna watu kama wanasema kuna watu 700 wanasubiri niwasikilize mwanangu. Paul ndio alipiga mara ya kwanza. Halo. Halo, shalom. Shalom. Hello. Nakusikia. Bwana asifiwe. Ile amina. Na kwa jina naitwa Paulo. Ndio Paulo. Tokea Manyara. Unatokea wapi? Tokea Manyara, nilikuwa naomba uniombee baba kuhusu. Natokea Manyara. Tukuombe kwa ajili ya nini? Nilikuwa naomba uniombee kuhusu kazi. Tarehe 15 ndo naenda kufanya interview mwezi wa 3. Kampuni gani? Naenda kufanya airport, Tanzania Airport Authority. Jina lako nani mheshimiwa? Naitwa Paulo Damiano Salao. Naomba uchukue mkono wako wa kulia weka moyoni ninapoomba kwenye kifua namna hii. Nimeshaweka tayari baba. Alafu amini pamoja na mimi kwa moyo wote kabisa. Naamini kabisa. Baba, nasali na Paulo aliyoko Manyara. Baba mtangulie Paulo. Baba mtangulie Paulo. Maana naamini kwa wewe, nasali kwa wewe. Anaamini jina la wewe. Baba mtangulie Paulo. Imeandikwa Kutoka 21, nitakutangulia. Nitaweka kibali na utisho mbele yako. Baba, Paulo anaporipoti mahali pa kazi, kibali na utisho wa uungu vimtangulie. Kibali na upako wa neema umtangulie. Mwaka huu kwa Paulo uwe mwaka wa kuongezeka. Uwe mwaka wa kuongezeka. Baba, tangu siku ya leo mchakato wa Paulo kuinuliwa uanze. Ninasihi, napiga magoti kwa jina la Yesu. Miongoni mwa vijana wa Kitanzania wa Manyara ambao watapata ajira itakayobariki maisha yao, jina la Paulo litajwe. Na haribu mkosi, baraa hata jehanamu. Na haribu uchawi unawinda nyota ya Paulo hata jehanamu, kwa malango ya kuzimu. Yawe tangulie Paulo, utisho na kibali viende mbele yake. Umpe kibali kwa wafanyakazi wenzake, umpe kibali kwa viongozi wake. Paulo Baba ni kijana aliyebarikiwa, kijana mwenye nidhamu ya kazi, mwenye bidii ya kazi, mwenye maarifa ya kazi. Akaongezeka, akazidi. Kwa jina la Yesu Kristo, Baba jipatie sifa kupitia maisha ya Paulo. Baba jiinue, jitukuze kupitia taaluma ya Paulo na vijana wote wa Kitanzania. Baba, naomba watangulie. Mkono wako wenye nguvu na uwezo na fimbo ya dhahabu Baba vinyoshwe kwa Paulo, kwa uwezo na kwa nguvu ya jina la Yesu. Ninasali nikiamini elia zake. Amen. Haya Paulo, Mungu akutangulie. Mungu akutangulie. Amina. Amina. Asante. Yafiche ubavuni mwako maisha yangu, yafiche ubavuni mwako maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, maono yangu Baba, yafiche maono yangu, maono yangu. Unaye pale kwenye komenti utaandika
2026 nakataa kuzaa mapoza. Utaandika jina lako na mkoa unaotoka, na utaandika najiungamanisha na maombi ya Jumatano hii ya kukataa kuzaa mapoza. Watoto shuleni wasizae mapoza. Najitenga na roho ya kuzaa mapoza. Utaandika jina lako kwenye comment. Unaangalia Facebook, TikTok, Instagram, hata unaangalia Facebook, unaandika hapo nakataa kuzaa mapoza. Mwezi huu wa Machi nakataa kuzaa mapoza. Jumapili tulisali sana, Jumapili tarehe 6. Tuliomba maombi ya maombi. Ninaomba Baba kutendea yale ya Hezekia. Baba kutendea yale ya Hezekia, ya kuinua Yerusalemu na kuiponya Sayuni zidi ya Sennakerebo. Baba kutendea yale ya Hezekia, ya kuiponya Sayuni zidi ya Sennakerebo. Baba akupe ushindi zidi ya maadui wanaokushinda kiuchumi. Influence yao katika nchi hii ni kubwa. Baba akupe kuwashinda kama vile ambao Musa alimshinda Farao. Nenda ukawashinde maadui kama vile Daudi alimshinda Goliath kimeujiza. Nenda kashinde maadui zako, sababu huna hatia. Mungu atakupigania. Kwa hiyo kwenye comment hapo, kwenye comment, wakati wengi wana comment matusi, ziaka, wewe sema maneno haya: mwezi Machi huu nakataa kuzaa mapoza. Naitwa Consolata, niko Mwanza, najiungamanisha na ibada ya Jumatano na Ijumaa na Jumapili. Najiungamanisha kwa imani, na utaona ile neema ya Mungu Baba inafanya kazi juu yako. Kuzaa mapoza ama kumesababishwa na mapepo ama na uchawi, hakuna nguvu inazidi nguvu ya maombi ya Yesu. Hakuna nguvu inazidi nguvu ya maombi. Sijui maombi yako, maombi yangu mimi. Hakuna tatizo linazidi maombi yangu mimi, Chief Mwantembe, mzee wa upako. Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu ninaomba sawa na neno. Baba alinisaidia, alinipa neema ya kuomba sawa na neno. Danieli aliomba sawa na neno. Aliomba baada ya kusoma vitabu, ya kuomba sawa na neno. Ninajua maarifa kujifungia ndani ya chumba cha siri na kuomba. Najua kuomba kwa bidii bila kukata tamaa. Najua. Lakini zaidi ya yote naomba hali naamini kwa dhati kabisa. Kwa dhati kabisa. Mungu yupo na ana nguvu na ananipenda. Na aliniita kwa makusudi kamili kwa kazi hii. Ndio maana hii madhabahu inaitwa madhabahu ya Mungu yupo. Ni madhabahu ya Mungu anayejibu maombi. Hii madhabahu ya Mamle hapa kwa mzee wa upako ni madhabahu ya Mungu anayejibu maombi. Ni madhabahu ya Mungu anayejibu maombi. Ninaomba hata leo Mungu ajibu maombi yako. Ajibu maombi yako. Unaombea watoto wako, maombi yako unaombea biashara yako, ajibu maombi yako. Unajiombea mwenyewe, Mungu nisaidie niwe na bidii na kazi. Unajiombea wakati mwingine, Mungu Baba nisaidie niwe na bidii ya kazi, maana bidii ya kazi ndio mfumo ambao Mungu ameweka ili kukuinua na kubariki. Mungu nisaidie niwe na juhudi, niwe na maarifa. Penye tai mzoga na kusanyika. Ukiwa na bidii, ukiwa mwaminifu, ukiwa na juhudi, Mungu atakuletea watu sahihi. Watu wengi tumeshindwa kuwapata watu sahihi sababu sio waaminifu. Sisi wenyewe tumefukuza watu katika maisha yetu sababu sio waaminifu. Tunaka mdomo sana. Tumefukuza watu sahihi ambao Mungu aliwaleta kama malaika watushike mkono, tufanye kazi pamoja, tuinue familia zetu, mwisho nchi yetu, mwisho Afrika, mwisho dunia, hata ajapo mwana wa Adamu, hata ajapo simba wa Yuda kulitoa kanisa. Sisi wenyewe kazini saa 3 unakwenda saa 5. Ufika pale kazini, baada ya kufanya kazi unapiga tu porojo. Kiongozi wa kazi
hajaona impact, mrejesho, faida iwe kuwepo pale. Umekuwa tatizo mwaka hadi mwaka. Tabia yako wakati mwingine ndio mchawi wako. Tabia yako mbaya ndio mchawi wako. Kiburi ndio mchawi wako. Anayekuroga wewe sio mwingine, kiburi chako. Kiburi kwa viongozi wako kazi, kiburi kwa wafanyakazi wenzako, kiburi kwa mmeo, kiburi kwa mkeo. Kiburi. Andika pale kwenye comment, nakataa kuzaa mapoza. Unaangalia Facebook, andika hapo, chief wewe sio pako, saidie kuomba, nakataa kuzaa mapoza. Najiungamisha na madhabahu ya Mungu yupo. Jamaa mle jealousy, kukataa kuzaa mapoza. Najiungamisha na madhabahu ya Mungu anayejibu maombi, kukataa kuzaa mapoza. Kama ni mwanajeshi na kuombea upande cheo, toka captain mpaka lieutenant kanali brigadier nini, Mungu akupandishe cheo. Wanaozuia usipande cheo jeshini na wakemea kwa jina la Yesu, hata jehanamu. Sifa zote upande cheo unazo, lakini fikisu watu wabaya. Mwingine hapendi tu watu wa kabila lako, ile kabila ila Wahea, wasitaki Wahea. Wewe mbena huyu hata washindwe katika jina la Yesu Kristo. Katika watu ambao watapanda vyeo jeshini mwaka huu, kuwa captain, kuwa kanali, kuwa meja, jina lako litajwe. Kama kuna wale jeshi la polisi nahitaji kupanda cheo kwenda kusomea kozi Zanzibar au wapi kule, jina lako litajwe. Kuna kozi za mambo ya usalama kimataifa, wanahitajika wa Tanzania kwenda Ujerumani kujifunza mambo ya usalama, jina lako litajwe. Watanzania wanahitajika kwenda Israeli kusoma mambo ya usalama, kwenda Cuba, jina lako litajwe. Kisha urudi uje usaidie ulinzi na usalama wa nchi yetu, sawa na kiapo na taaluma yako. Na Mungu Baba asimame kwa jina la Yesu. Fikisu zote za kuzimu na mapepo na ibilisi zitawanywe, sote kuzimu hata jehanamu, kama isivyo Mungu wa Elia. 26 hii Mungu akukumbuke, Mungu akukumbuke na akusaidie. Kama sawa sema sawa. Amen. Haleluya. Yafiche mavuni mwako maisha yangu, yafiche. Karibu. Usiwe lazima ghafla hivyo mzee mheshimiwa, mpaka usikie naongea. Halo baba. Ndio. Nakusikia mheshimiwa, karibu. Ndivyo baba, na mimi kama network inasumbua mbaya hiyo, napiga simu ya mezani hapa. Nasema ni Pastor Bonazola Kongo. Haya, karibu. Na Zola kwa majina ni Pastor Bonazola kutoka Kongo. Nakusikia, karibu mheshimiwa. Halo. Nakusikia, karibu. Baba wangu nifungulie na mashida sana kabisa. Na shida sana kabisa baba wangu, nakosa kujenga hekalu la Bwana. Inafaa miaka karibu 3 hiyo kanisa isimame, pesa ionekani, passport ninayo lakini ufungulivu hamna. Naomba baba unisaidie. Wewe uko wapi? Kongo sehemu gani? Kongo sehemu gani? Mimi sijui kama unajua kutambua kwanza Kolwezi. Nafahamu, nimefika Kolwezi. Najua. Koko Kolwezi wewe sio? Ndio. Kolwezi unaingilia wapi? Unaingilia unatambua Kasumbalesa, Lubumbashi. Unakwenda Kolwezi. Unapita Lubumbashi, baadaye unaenda Kolwezi. Ufiki Bunjumai sio?
network inasumbua mheshimiwa. Sasa uko wapi? Uko nyumbani kwako hapo? Sasa wewe mheshimiwa, halo, network inasumbua. Uko nyumbani? Au ungepiga simu ya WhatsApp? Hapo unanisikia? Ndivyo, kwanza nipatie hata namba WhatsApp na kupigia baba. Ndivyo, nipatie kwanza hata namba. Hapo unanisikia? Anakufuatilia babangu na kusikia vizuri na kusoma. Sasa utatafuta nani namba ya Tanzania ile ya mwanzo ni 2255 kama hicho. Alafu unapiga namba 7. Unapiga 763 ndio 88 763 88 alafu 82 alafu 22 na weka jumlisha 255 73 763 76388 2720 mtandao 76388 2720. Unapiga namba ya WhatsApp hiyo. Yani mwishoni inaisha kwanza na 7 jumlisha inakuwa 255 763 88 7 mwishoni 88 2 720 na kwa sifuri hiyo 7 nafanya kama hivyo 763 5 7 6. Tazama kwanza hiyo naandika hapo ni hivyo. Wapi hapo? Umeandika wapi mheshimiwa? Kule mwisho ngoja 076388 afu andika 2 alafu 7 mwisho 20. Ndio. Mwisho 20. Mbona hiyo? Basi. Okay. Hiyo ni WhatsApp sasa, hiyo tutaongea vizuri zaidi. Hii inasumbua network. Uko mbali, Kongo mbali. Network inasumbua. Yafije
ubavuni mwako maisha yangu. Jamaa kiko mbali, sauti iko chini, haifiki hapa. Ongeza kwenye speaker yenyewe. Ubavuni mwako maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu yafiche ubavuni mwako maisha yangu. Nipokee simu ya mwisho, maana watu hapa wanasema wako watu 1700. Watu 1700, mbona wengi sana? Karibu bwana. Shikamoo. Marahaba, jambo. Sijambo, naongea na Barikieli wa Arusha yule. Karibu. Hello. Karibu mheshimiwa, nakusikia. Karibu Barikieli wa Arusha. Network inasumbua naona leo. Mtandao wa simu sio vizuri. Hello. Nakusikia. Barikieli. Hello. Nakusikia, mimi nakusikia vizuri. Barikieli, mimi nilikuwa nakusikia vizuri sana Barikieli wa Arusha. Na mtandao uko vibaya. Nilikuwa nakusikia vizuri kabisa Barikieli. Maisha yangu, maisha yangu yafiche ubavuni. Karibu. Mitandao leo network ziko ovyo ovyo. Watu wamejazana hapa. Emmanuel Gertrude, Emmanuel, asante Gertrude, barikiwe mchungaji. Amina, na wewe pia barikiwe Gertrude. Naudia tena, wewe una comment hapo kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye comment unaandika nakataa kuzaa mapooza. Unaandika jina lako. Unasema najiungamanisha na madhabahu ya Mungu yupo ya Mamre. Nakataa kuzaa mapooza. Alafu unaandika jina lako. Kwenye biashara usizae mapooza, roho ya kuzaa mapooza tunaikataa. Kwenye ajira na taaluma, roho ya kuzaa mapooza tunaikataa. Kwa habari ya watoto shuleni, roho ya mapooza tunaikataa. Hasa mnyumbuko wake Mungu anajua unamaanisha nini. Mapooza ama kwa desturi, ama kwa mila, ama kwa uchawi, ama kwa ukahaba, nakataa roho ya kuzaa mapooza. Taifa letu Tanzania lisizae mapooza. Kupitia sekta ya madini nakataa kuzaa mapooza. Sekta ya kilimo kama nchi nakataa kuzaa mapooza. Katika mambo ya siasa na uchumi tunakataa kuzaa mapooza. Diplomasia kimataifa kama taifa tunakataa kuzaa mapooza. Taifa letu lizidi kuwa na kibali kwa Waingereza, kwa Wajerumani, Ubelgiji, Ufaransa, Sweden, Italy, Falme za Kiarabu, India, Japan. Taifa letu lizidi kung'aa. Katika siasa za kimataifa, diplomasia ya kiuchumi na siasa, Tanzania isizae mapooza. Roho zote za ushetani na uchawi na mapepo na uchawi uliojificha kwa kila sana, lakini unatafuna taifa letu, tunakataa. Ni sauti ya wazee wa nyumba ya Yuda, sauti ya wazee wa Yerusalemu, ambao ndani ya mioyo yao Mungu Baba kwa njia ya Torati aliweka ulinzi walinde nchi yao kwa maombi na kwa maneno ya Torati itakayosoma kila Sabato ili kuponya taifa. Leo sisi Sabato yetu ni Yesu. Yesu ndio Bwana wa Sabato. Nakataa kuzaa mapooza. Mnaoana baada ya miaka 3 ndoa inaanza vurugu, mapooza tunakataa.
mnaoana baada ya miaka 5 miwili, hakuna cha mtoto wala cha ujauzito. Kwa jina la Yesu tunakataa roho ya kuzaa mapoza, sio tu kuzimu, hata jehanamu. Watashindana lakini watashinda. Amen. Unaona hapo bwana nani Bogo ameandika nakataa kuzaa mapoza. Ndio. Kwa hiyo kwenye comment wewe unaangalia Facebook, unaangalia TikTok, unaangalia Instagram, YouTube, unajiungamanisha na madhabahu, unasema nakataa kuzaa mapoza. Dominic Ezekiel nakataa kuzaa mapoza 26. Barikiwe Dominic. Wanasema nikipokea simu yako uzungumzie haraka, kwa sababu kuna watu hapa wengi, wako watu 1800, sio mchezo. Wote wanataka niwasikilize. Hello. Karibu, nakusikia sasa. Hello. Nakusikiliza mheshimiwa toka Arusha. Hello. Nakusikia kabisa kabisa. Nakusikia kabisa toka Arusha. Nakusikia kabisa toka Arusha. Siafiche ubavu wako shaya. Nadhani tuko mwezi Machi, niwatakie wakati mzuri uliojaa baraka na ushindi. Tukumbuke Jumatano hii itakuwa na maombi ya kuombea chakula, mavazi, mashamba yetu, watoto wetu, lakini hasa tutakuja na ile sabuni unayotumia kuoga na kufulia nguo. Tutaomba, tunaoga ili tuondoe ngozi iliyokufa usoni, tupendeze, tuwe na kibali, tuondoe uchafu wa kutokuchwa mchana. Naoga basi, yale ya kuoga yatendeke kwako, yale ya kupendeza, hasa nyinyi wana familia ya Utashinda Mamle, madhabahu ya Mungu anajibu maombi. Nimetoa maelekezo Jumapili, usisahau. Una taaruma, una ajira, milango ya kuajiriwa ukiamini itafunguliwa. Jangwa linakwenda kuwa ziwa la maji. Tuma Jumapili nilitoa ushuhuda, mfano wa maisha ya mtu kama Rajabu, nyewe mnamfahamu. Alikuja hapa tumuombee apate kodi ya nyumba. Leo Rajabu anamiliki nyumba sio chini ya 15. Ni wote mnajua. Alikuja Deo Mushi hapa kwa miguu toka Ubungo, anakuja kwa mguu kila ibada. Deo Mushi Mungu alimuinua. Alikuja hapa Taite kwa miguu kavaa yebo. Leo anamiliki maskani, anakuja na magari ya kifahari hapa. Nini? Jangwa limekuwa ziwa la maji. Alikuja Njau hapa kwa miguu toka Tabata, anakuja kwa miguu. Leo Njau anamiliki sio gari, magari ya mamilioni. Nini? Jangwa limekuwa ziwa la maji. Patrick alikuja hapa toka Buguruni kwa miguu. Leo Patrick ana manyumba Dar es Salaam, ana manyumba Mwanza, ana manyumba Bukoba kwao. Nini? Jangwa limekuwa ziwa la maji. Na wengine wengi maelfu. Sio kujiinua, lakini mimi nimekuwa mhubiri Tanzania kwa miaka sio zaidi ya 40. Mimi ndio mhubiri pekee Tanzania ambaye anakutana maskini 10 wanaomwamini, 9 wanabarikiwa. Haijai kutokea Tanzania, haijai kutokea. Sababu ukiombea watu 1000 wakapata 100, hiyo si kawaida. Kwani watu wote ambao wana magari wameombewa? Hiyo kawaida. Inakuwa si kawaida ni kwamba una watu 10 au 199 wote walikuja marofa wa kutupwa. Wote wana nyumba, wana magari, wanasoma, zaidi ya wote wanakwenda mbinguni. Huo ndio muujiza. Maana sio kila aliyeajiriwa aliombewa. Kwa kuna watu wengine wanapata ajira kwa ndio utaratibu tu wa dunia. Kwa lazima utumie kile kimishonari.
Umeombea wangapi kupima, kujitambua, kujitafuta? Wangapi wamekutana na goli la Mungu ambalo Mungu alinipa kuhusu watu? Wangapi? Unapoona umeombea wenye ukimwi 20, 18 wamepona, jua una agano na Baba. Una karama ya uponyaji, una karama ya miujiza. Lakini unaombea 100 wakafunguliwa 3, hiyo si kawaida tu. Hata mashemasi wanaweza. Hata mwimbaji tu nyimbo za Injili anaweza kuombea watu wakapona 2 katika watu 100. Hiyo kila mtu anaweza. Unajua agano na kipaji, unaangalia idadi na wingi wa watu na ule hutokuwa majuto kwa Mungu Baba. Mungu akitoa hajuti. Ndio maana tu katika operation maalum ya kukataa kuzaa mapooza katika mwaka huu, operation maalum ya kuhakikisha milima yote inashushwa, milima inashushwa na mabonde yanainuliwa, operation maalum ya kuhakikisha ukataaji wa kuchukua mkia unaingia katika utekelezaji. Ile hali ya watu wamekataa kuwa mkia, maana kuwa mkia ni laana. Nakataa kwa sauti ya wazee wa Yerusalemu, nakataa kwa sauti ya wazee wa Shilo, nakataa kwa sauti ya Ezekia ya asubuhi zidi ya Senakeribu, sauti ile guguna ikimtaka Isaya aombe, maana watoto wamekaribia kuzaliwa. Tatizo ni nguvu itakusababisha watoto wazaliwe. Hakuna jeshi la kutushinda katika ulimwengu wa roho. Hakuna jeshi la kutushinda katika ulimwengu wa roho. Hakuna mamlaka kututisha, maana tuna jina lipitalo majina yote. Mamlaka za kichawi, mamlaka za kuzimu, mamlaka za uganga na ushirikina, subutu, subutu, subutu. Subutu. Hakuna mamlaka wala uwezo utakaoshinda nguvu tulionayo. Haijai kutokea na haitatokea mpaka siku parapanda inalia. Ndio kwa maana ahadi nasema, niko upande wenu kama shujaa mwenye kutisha. Yawe ukifanya nini nikiwasaidia. Ni Isaya 41. Baba ananitaka, anasema anakutaka wewe unanisikiza hapo Facebook. Anasema usifadhaike wala usiogope, nitakushika mkono. Na ukitaka urafiki wewe na Mungu Baba wewe endelevu, usitende dhambi. Kaa mbali na dhambi. Kaa mbali na uongo na uzushi na chuki na fitina na ukahaba na uzinzi na ulevi na uasherati na makundi ya ujinga mitaani kule. Kakaa vijiweni, mtu mzima, mtu wa Mungu anakaa kijiweni. Huyo chungu kijiweni, wewe unaketi mama. Nafuku kijiweni kama mnaongea dili zamani. Mnaongea mashamba kule, mashamba Ifakara, mashamba wapi kule. Porojo tukucheka tu. Ujinga. Akili ya wapi? Akili wapi? Na hujumli unaenda. Akili wapi? Sio Biblia. Ndio maana Mungu alisema jitengeni na wasioamini, msikae barazani penye mizaa. Usikae vijiweni. Kijiwe ambacho hakina maslahi. Wewe unaendekeza moyo tu. Kicheka pale simba. Wewe ni udhaifu wa moyo. Shinda, maana moyo ni mdanganyifu na ugonjwa kufisha. Shinda ujinga. Kaishi akili ya Biblia. Inakutaka mtu kutafakari. Maana majukumu na talanta. Wale watoto uliozaa talanta Mungu amekupa. Wasome watoto, wakue wamjue Mungu, kisha waje waitumikie nchi yao. Mungu hapeni akili sana. Mungu hape akili kabisa. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Nimalize kusema, andika hapo kwenye comment yako, najiungamanisha na madhabahu ya Mungu yupo ya Mamle na kataa kuzaa mapooza. Kwenye comment hapo, kwenye Facebook, kwenye TikTok, kwenye YouTube na kwenye Facebook. Lakini kama unataka mawasiliano, simu ziko hapo kwenye Facebook inaonekana. Unaweza kupiga simu au kwenye TikTok hapo ziko simu. Utapiga kama unahitaji. Haya, watu wako wengi hapa wanapiga simu. Sasa mheshimiwa, nikipokea simu yako hatuelewani. Kwa hiyo nipokee mwingine. Haya, karibu mheshimiwa. Naye nilete kila msumbo. Leo nilete zikoje? Nipokee mwingine John basi. Haya.
Unatupokea mheshimiwa. Karibu. Unaye nete kinamsumbua. Leo ndio kizikoje haya. John. John naye nete kinamsumbua. Haya. Huyu naye ndio kabisa. Haya. Baba, shikamoo. Marahaba, jambo. Jambo. Karibu. Nilikuwa nahitaji maombi. Wewe uko wapi? Mimi ni yule wa Arusha. Maombi kuhusu nini? Nilikuwa nahitaji tu maombi kwa ajili ya maisha yangu na nifanikiwe tu kwa mwaka. Unaitwa nani? Naitwa Barikia, ili ulishawahi kuniombea nikafanikiwaga. Ulifanikiwa nini? Yule uliniombeaga mke wangu akajifunguaga, alikuwa bibi mimba lakini akaja kubeba mimba. Kajana. Nimekumbuka. Mlikuwa mmekaa katika ndoa mwaka mmoja au miwili? Nilikuwa miaka miwili. Sasa ana mtoto? Yeye ameshakuwa mkubwa na ni miezi ile ulioniambiaga. Jina bali barikiwe. Lakini pia imani yako ndio ilifanya mke wako afunguliwe. Kuamini kuna nguvu, kuamini ni ushindi, kuamini kuna mleta Mungu kwenye maisha ya watu. Una maji hapo? Una maji? Ndio. Chukua maji niombe basi. Ndio. Baba, katika jina la Yesu naomba Kieri aliyoko Arusha awe kama mwelezi wa Lebanon, mtende uliopandwa nywani mwako, aende astawi na nguvu zake za miaka ziongezeke. Baba, awe kama mtende uliopandwa nywani mwako, aende astawi, aenee kama mwelezi wa Lebanon, na kwa damu ya Yesu dhambi asamehewe. Msamehe Baba mtu wako, maana imeandikwa, watu wangu wakinyenyekea na kuacha njia zao mbaya ndawaponya. Baba, tunanyenyekea, uje umponye Baba Barikieli na roho na pepo la umaskini ambao wamewakumba wengi Baba. Wavivu kwa maana wana pepo la umaskini, hawana juhudi kwa maana pepo la umaskini, hawana maarifa maana pepo la umaskini, hawajitumi maana pepo la umaskini limeshika nyanja zote, limekamata hisia zao za ndani za utajiri na mambo ya uchumi na mali. Ni mikono ya majini, ni mikono ya mapepo, majini maaruni, maroho ya kuzimu yamefunga wengi Baba, na wao wanaishi katika dimbwi la umaskini, hawajitumi kwenye kazi kwa sababu ya pepo la umaskini. Baba, Barikieli afunguliwe, awe huru, mtu mbunifu, mwenye hekima, mwenye juhudi, mwenye maarifa, mwenye nidhamu ya juu ya maisha. Wewe ndio umesema ninaweza nikuafinyanga upya. Baba, tufinyange upya, huruka kalba, tufinyange upya Bwana wa uzima, kwa jina la Yesu. Pia utupe Roho wako Mtakatifu atusaidie kuyatenda ya talanta, kuyatenda yanotakikana. Baba, asante, maana wewe ni Mungu unayesikia maombi. Nasikia maombi Baba, unasikia maombi mtukufu. Milima ishushwe, mabonde yainuliwe. Hata ibada ya Jumatano hii Baba uwepo, maombi ya Ijumaa mtukufu uwepo, maombi ya Jumapili mtukufu uwepo Baba. Ndio maana madhabahu tumeita ni madhabahu ya Mungu unayejibu maombi. Baba, wewe ni Mungu unayejibu maombi. Uwepo Mungu wa mbinguni, ukitubariki, ukituinua, ukituponya, ukishindana na maadui zetu na hata kuwashinda.
katika jina la Yesu Kristo. Ninasali hali nikiamini kwa Barikieli anakwenda kubarikiwa. Asante Baba kufungua uzao kwa Barikieli. Anasema sasa mwezi ule ule wa unabii mtoto mke wake amezaa. Wana familia sasa. Baba wape nguvu. Huyo mtoto ni talanta umewapa. Wape hekima na nguvu ya kiuchumi ya kumlea mtoto huyo katika maadili mema, aje atumikie taifa letu la Tanzania. Katika jina la Yesu nasali hai nikiamini. Amen. Amina. Barikiwe Barikieli. Haya, karibu mheshimiwa. Huyu bwana ameweka simu. Alikuwa anasikia mambo kwa njia ya simu mheshimiwa. Hello. Karibu. Naitwa Karibu Kaminyoge. Karibu mheshimiwa. Ndio, naomba maombi kwa kazi yangu. Unapiga mtoka wapi? Kutoka Mbeya Chunya. Maombi ya nini umesema? Mungu anifanikishe kwenye kazi yangu, lakini na mtoto anaumwa. Unafanya kazi gani bwana? Mtendaji. Wewe mtendaji? Ndio. Alafu mtoto anaumwa nini? Anashtuka usiku sana. Una maji jirani hapo? Ndio. Chukua maji utampa mtoto. Ndio. Wewe jina lako nani? Naitwa Karen Kaminyoge. Karen. Ndio. Baba, nasali na kiongozi wetu wa kata aliyoko wilaya ya Chunya. Baba, ni kiongozi wetu huyu wa kata. Atusaidia kutuongoza kutimiza sheria na wajibu wetu wa kisheria katika nchi hii au kata husika. Baba, mlinde kiongozi wetu huyu wa kata. Katika viongozi wetu wa kata, Baba Kalen naye ni mmoja wa viongozi wetu wa kata zao katika nchi yetu ya Jamhuri ya Tanzania. Baba, naomba umlinde. Hakosi maadui wanaonungunika juu yake, wako wananungunika juu ya maisha yake. Wengine damu zao zina maagano na uchawi, wananungunika. Wengine damu zao zina mamlaka ya giza, wananungunika juu yake. Baba, mlinde Karen, mtunze, piganie. Hayo maji aliyoshika iwe kinga ya huyo mtoto tangu leo, na yabariki. Kwa ile mamlaka na ile agano ambalo nalo na Mungu wa Abrahamu, hayo maji ni kinga kwa jina la Yesu. Hayo maji ni tambiko, ni zindiko zaidi ya mazindiko yote ya damu za kishirikina za wanyama na ndege. Baba, ifunike nyumba hiyo na damu ya Yesu. Nyumba ya Kale ilindwe na damu ya Yesu. Wakija wachawi wakutane na uwezo wa jina la Yesu. Wakutane na uwezo wa maombi haya, nguvu za maombi haya za agano ya jina la Yesu. Watawanywe, wapigwe, wazalilishwe mauzauza ya kichawi na kipepo kwa familia ya Kellen na ya kemea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba, mguu wako usimame katika nyumba hiyo. Mkono wako wenye nguvu unyoshwe kwa Kellen na familia yake. Baba, mlinde Kellen na watoto wake, awe kiongozi mwenye hekima, mtulivu katika maamuzi. Na Baba, ahame kuwa kwenye kata, aende kwenye tarafa, mbariki. Ahame tarafa, aende kwenye wilaya, msaidie mfalme, katika jina la Yesu na asali nikiamini. Amen. Asante. Amina. Haya, Karen, ni Mungu akubariki. Asante. Amen. Tutampa mtoto wa maji. Sawa. Unapompa unasema watashinda, lakini watashinda, afu nampa na kunywa kwa jina la Yesu. Amen. Unapiga simu, unaanza kwenye ulinga wako hapo. Haya, tumalize, wewe binti yangu atakuwa wa mwisho. Shalom baba. Shalom. Shikamoo. Baba, jambo. Sijambo. Wewe nani bwana, mbona mchangamfu sana? Mimi naitwa Makrina Mganyizi.
We Mganyinzi. Anaitwa Mage. Makrina. Makrina. Karibu binti yangu, karibu sana. Napiga simu kutoka Dar es Salaam. Baba, mimi nilikuwa naomba uniombee. Nimeomba kazi kwenye benki. Nimeomba maombi, ilikuwa mwisho deadline tarehe 5. Nafikiri wiki hii wataanza kuita, na nimekuwa nikusubiri kazi kwa muda mrefu. Lakini ukiachana na hivyo, pia na biashara yangu ya vipodozi, duka langu lipo maeneo ya Kawe. Nilikuwa naomba uniombee niweze kupata uwezo mkubwa, nifate mizigo nje, lakini pia nikutane na wafadhili na connection ambazo ni nzuri. Sasa una biashara Kawe, na Kawe kuna bulldozer kama mpale, kuna bulldozer wa Mposa. Sio kwa Mposa kwa jirani. Hapana. Hii dunia ngumu sana. Haya mwanangu, umeomba kazi benki gani? I&M Banking. Inaitwa nini? I&M Bank, okay. Jina lako nani jina lako? Naitwa Makrina Joseph Mlima, ndio hiyo jina natumia kwenye vyeti vyangu. Mark. Sasa watoto kidogo wakae mbali napoomba. Nahitaji utulivu kidogo, hata dakika 2 tu. Watoto hao wajukuu zangu wakae mbali kidogo. Nahitaji utulivu kidogo. Amina, ngoja niingie private room. Sawa, nishaingia private room. Una sabuni ambayo unaogeaga hapo? Una sabuni au maji au mafuta unayopenda kupakaa mazuri yale? Au mafuta mazuri unapenda kupakaa? Ninayo hapa mafuta ninayopenda kupaka nayo. Uyashike kwa moyo wote wa imani napoomba. Yaani uyashike toka moyoni, uyashike toka moyoni ninaposali. Sasa jina lako ni gumu kidogo, nitatumia jina la Mai ninapoomba. Makrina Joseph Mlima. Basi nitasema Mark. Ishi hapo. Haya mwanangu. Baba, Mark anaamini maombi, anaamini jina la Yesu. Makrina anaamini kwenye maombi kuna nguvu, kwenye kuomba kuna Mungu. Kwenye kuomba kuna majibu. Kwenye kuomba kuna muujiza. Makrina naamini kwenye kuomba kuna kusamehewa. Kwenye kuomba kuna kutana na Mungu wa mbingu na nchi. Kwenye kuomba kuna kusema na Baba wa milele anayemiliki mabonde na milima ya dunia, bahari na kila kinachojaza bahari na nchi. Mungu anamiliki. Baba, binti Makrina naamini hivyo, ndio maana ametafuta uso wako Baba kwa wima huu majira haya. Yo njoo wa Abraham, njoo mtukufu, njoo Baba wa uzima. Utakapotenda utakuwa unalea uchaji wa Mungu wa binti huyu, unaelea imani yake, unapalilia msimamo wake wa kuamini kuna nguvu ndani ya jina la Yesu. Ukinyamaza, binti Makrina atapotea. Usadiki wake kuna Mungu mwenye uwezo, utadidimia mwaka hadi mwaka. Tenda Baba, maana wewe unamiliki mifumo yote ya mabenki duniani, sio Tanzania, si Afrika, dunia nzima. Mabenki yote ya dunia, miliki wa wayo ni wewe Yawe, ni wewe Adonai, ni wewe Shama Adonai, Shama Adonai. Wewe ndio unamiliki mifumo yote ya mabenki ya dunia, mioyo ya watu wa ajira hii, na wewe unaimiliki mfumo wa maji katika mikono yako. Ukiamua Yawe, mwezi wa 3 waajiriwa wa mabenki haya, binti Mark atakuwepo, jina lake litatajwa. Baba, duniani kuna mikosi, kuna wanadamu wabaya wanaofunga milango ya wengine. Duniani kuna chuki, kuna kubaguana, kuna kutengwa. Milima ishushwe mbele ya binti huyu. Baba, tenda kwa ajili yako mwenyewe na kwa ajili ya jina lako. Huyu binti aende Baba, umtangulie. Utisho wako na kibali chako kimtangulie. Aende mfalme, afanikiwe.
katika watu ambao wataajiriwa katika utumishi wa mabenki katika nchi ya Tanzania, binti Mark jina lake litajwe. Naamini uwezo wako, naamini nguvu zako Baba. Miongoni mwa binti wafanyabiashara mahiri katika nchi yetu Baba, binti huyu awemo, taji ukue uongezeke, aende aenee azidi, mpe juhudi ya kazi, maarifa ya biashara, awe na moyo ushujaa, mikakati ya kibiashara ikatawale moyo wake. Nyota yake Baba ikang'ae kama kesha la asubuhi, nyota yake ikang'ae Mfalme, penye mzoga tai wanakusanyika. Binti mwaminifu wa kazi, mchapa kazi, mwenye masema yaliyokolea munyu, anayejua kuishi na wadogo na wakubwa. Baba, mtengeneze binti huyu awe fahari, awe sifa ya jina lako Baba. Wako wengi kwa mfano wake, pamoja kwa njia moja au nyingine, kwa machache au kwa mengi, kadhalika nasali kwa ajili yao. Hayo mafuta aliyoshika Baba, yo ana lengo la kupaka apendeze. Basi Baba, ya kupendeza yawe na binti huyu, anapaka awe na kibali. Basi Baba, ya kibali yawe na binti huyu, anapaka Baba alijilinde ngozi yake. Basi ya ulinzi yawe na binti huyu, hata kuzidi sana, hata kuzidi sana. Kila mahali alipo, neema iwe na yeye, katika jina la uwezo na nguvu, na kwa ajili yako mwenyewe, kwa unyenyekevu na kwa moyo wa dhati. Yawe ninasali hali nikiamini hela zake Adonai, katika jina la Yesu, amen. Amen. Mungu akubariki. Unaitwa nani umesema? Amen baba. Amina mwanangu. Unaitwa nani umesema? Makrina Joseph Mlima. Jina lako gumu mwanangu. Makrina Joseph Mlima. Makrina. Ngoja niongee mara 7 ndalikumbuka. Makrina. Ndalikumbuka mwanangu. Mungu atembee na wewe. Amina. Amina. Binti yangu mzuri, wakati mwema. Na wewe pia baba, wewe na usiku mwema. Amina sana. Amina, nashukuru, barikiwe. Amina. Yesu ni mwema. Sasa watu wa Mungu, ninaomba, tunaelekea mwezi ibada ya Jumatano na ibada ya Ijumaa za maombi na maombezi. Tazama milima inashushwa, milima inashushwa. Ile vita ile kushinda, kwa jina la Yesu nenda na ufanikiwe. Ile shida na vita uliyoshinda mwaka jana, nenda sasa, jipange upya, shusha nyavu kilindini na uende ufanikiwe. Ule ugonjwa unaokutesa, nenda upone. Nikuage kwa hayo. Wale wanaokuinukia, Baba asimame upande wako, akupe hekima na akili ya kuishi na watu, na hasa wale watu sahihi, hata na maadui zako. Baba akupe akili ya kuishi na hao viumbe vizuri, na Mungu akutetee. Tukutane Jumatano ama Ijumaa ama Jumapili asubuhi. Usisahau comment hapo, na kataa kuzaa mapoza, najiungamanisha na madhabahu ya Mamre, madhabahu Mungu anayejibu, najiungamanisha na madhabahu ya Mungu anayejibu, anayetenda, na kataa kuzaa mapoza. Utaandika kwenye comment hivyo. Hello. Na Mungu Baba wabariki sana sana. Bado watu watu wako 1200. Siwezi kuzungumza, siwezi kumaliza watu wote hawa. Tukutane tu kwenye maombi na kadhalika. Na Mungu Baba wabariki sana sana sana. Kwenye Facebook pale una comment hivyo, na kwenye TikTok. Basi tupate tangazo toka studio ambayo inatuelezea utaratibu wa maombi na maombezi, afu ndarejea katika jina la Yesu. Ndio.
Jumapili hii kusanyiko kubwa kwa dua, sala na maombezi, injili ya viwango vya juu, mafundisho yatakayokuweka huru na utakuwa huru kweli kweli. Nashuka Ubungo Riverside. Kwa wakazi wote wa Chanika ni basi moja tu. Kwa wakazi wote wa Mbagara ni basi moja tu kupitia barabara ya Mandela Road. Unashuka Ubungo Riverside. Kwa wakazi wote wa Mbezi na Kimara ni basi moja tu. Unashuka Ubungo Riverside. Kwa wakazi wote wa Mwenge ni basi moja tu. Kwa wakazi wote wa Kigamboni ni basi moja tu ambalo unashuka Ubungo Riverside. Kwa wakazi wote wa Makumbusho ni basi moja tu ambapo unashuka Ubungo Riverside. Hii ni kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Popote unapotokea ni basi moja tu, unashuka Ubungo Riverside. Barabara ya Mandela utaona bango kubwa la mzee wa upako likikuelekeza kanisani kwake. Lakini ukifika Ubungo Riverside utaona mabasi mengi yaliyoandikwa na kuweka bango la mzee wa upako. Ingia ndani, yatakupeleka moja kwa moja mpaka kanisani. Jumapili hii kusanyiko kubwa kwa dua, sala na maombezi, injili ya viwango vya juu, mafundisho yatakayokuweka huru na utakuwa huru kweli kweli. Nashuka Ubungo Riverside. Kwa wakazi wote wa Chanika ni basi moja tu. Kwa wakazi wote wa Mbagara ni basi moja tu kupitia barabara ya Mandela Road. Unashuka Ubungo Riverside. Kwa wakazi wote wa Mbezi na Kimara ni basi moja tu. Unashuka Ubungo Riverside. Kwa wakazi wote wa Mwenge ni basi moja tu. Kwa wakazi wote wa Kigamboni ni basi moja tu ambalo unashuka Ubungo Riverside. Kwa wakazi wote wa Makumbusho ni basi moja tu ambapo unashuka Ubungo Riverside. Hii ni kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Popote unapotokea ni basi moja tu, unashuka Ubungo Riverside. Barabara ya Mandela utaona bango kubwa la mzee wa upako likikuelekeza kanisani kwake. Lakini ukifika Ubungo Riverside utaona mabasi mengi yaliyoandikwa na kuweka bango la mzee wa upako. Ingia ndani, yatakupeleka moja kwa moja mpaka kanisani. Jumapili hii kusanyiko kubwa kwa dua, sala na maombezi, injili ya viwango vya juu, mafundisho yatakayokuweka huru na utakuwa huru kweli kweli. Nashuka Ubungo Riverside. Kwa wakazi wote wa Chanika ni basi moja tu. Kwa wakazi wote wa Mbagara ni basi moja tu kupitia barabara ya Mandela Road. Unashuka Ubungo Riverside. Kwa wakazi wote wa Mbezi na Kimara ni basi moja tu. Unashuka Ubungo Riverside. Kwa wakazi wote wa Mwenge ni basi moja tu. Kwa wakazi wote wa Kigamboni ni basi moja tu ambalo unashuka Ubungo Riverside. Kwa wakazi wote wa Makumbusho ni basi moja tu ambapo unashuka Ubungo Riverside. Hii ni kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Popote unapotokea ni basi moja tu, unashuka Ubungo Riverside. Barabara ya Mandela utaona bango kubwa la mzee wa upako likikuelekeza kanisani kwake. Lakini ukifika Ubungo Riverside utaona mabasi mengi yaliyoandikwa na kuweka bango la mzee wa upako. Ingia ndani, yatakupeleka moja kwa moja mpaka kanisani.